Mtazamaji karibu, hii ni makala maalum. Leo tunaangalia profesa kijana pekee aliyezaliwa kwenye kijiji kilichopo kando kando mwa msitu Minziro, msitu maarufu katika ukanda wa Ziwa Victoria, mkoa wa Kagera. Msitu Minziro ni maarufu kutokana na kuwa na uoto wa asili, maajabu ya uwepo wa nyoka mkubwa mwenye vichwa 7, msitu unaopambwa na vipepeo pekee vinavyopatikana Afrika Mashariki na msitu mkubwa duniani wa Amazoni, Amerika ya Kusini. Msitu wenye paka mkubwa mwenye rangi ya dhahabu ambaye huwezi kumpata popote Tanzania, na maajabu mengine mengi ndani ya msitu huo. Naam mtazamaji, basi Profesa Placidius Mwemezi Ndibalema, mzaliwa wa kata ya Minziro, kijiji Kigazi, kitongoji cha Mgombe, wilayani Misenyi, alizaliwa mwaka 1983. Kwa sasa amebeba historia kubwa Tanzania, kuwa miongoni mwa vijana wachache maprofesa ambao wamezaliwa mpakani mwa Tanzania na Uganda, hasa kando kando mwa msitu wa maajabu unaosheheni uoto wa asili. Je, ilikuwaje akawa profesa? Karibu. Naweza kusema namshukuru Mwenyezi Mungu, naweza nikajivunia kutoka shule ya kata mpaka kuwa profesa sio jambo dogo. Kwa hiyo kuna milima na mabonde ambayo nimepitia katika hatua mpaka kufikia hatua ya kuwa profesa. Nimepitia hatua nyingi, nimepitia mambo mengi. Kwa uchache tu, kwa ndugu mwandishi, ni kwa kifupi kabisa, mimi nimeendesha pia bodaboda. Nafikiri nilishawahi kudokeza kwamba baada ya kumaliza kidato cha 4 sikutaka kukaa nyumbani, kwa sababu nilipomaliza kidato cha 4 nilianza kujihusisha na kilimo cha nyanya kimsingi. Na kipindi hicho kilimo cha nyanya kimsingi ndio tulikuwa tunakifahamu sisi kama wanakijiji. Lakini baada ya kumaliza hicho kilimo nikaanza kuvuna kidogo, lakini soko ghafla likaharibika. Ndoo nzima ya nyanya ambayo nilianza kuvuna, ndoo nzima unapata kwa shilingi 500. Kwa hiyo nikaona hapa siwezi kufika popote. Kwa hiyo nikaamua kukimbia Uganda kwenda Kampala kwanza kuendesha bodaboda. Na nimeanza kuendesha bodaboda, sijui sheria zozote za barabarani, sijui chochote. Na kwa hiyo nimeingia mjini nikiwa mshamba hivyo, lakini nimeweza kujifunza tunakwendaje. Nimepata ajali pale maeneo ya mataa, kwa sababu nilitoka kijijini, sijui hata taa nyekundu inamaanisha nini, sijui hata taa ya kijani inamaanisha nini. Kwa hiyo ajali ya kwanza ile ndio ilinipa funzo, kumbe taa nyekundu inamaanisha hivi, kumbe kijani inamaanisha hivi. Kwa hiyo ndo baadhi ya misukosuko ambayo pia nimepitia, lakini kama ninavyokumbuka, wakati niko kidato cha kwanza nilimpoteza mzazi, lakini mama kwa uwezo wake akaweza kuniunganisha na watu, akanikutanisha na wanakijiji, tukaandika barua mbalimbali kwamba michango ya kuweza kunipeleka shuleni. Kwa hiyo ni kati ya vitu ambavyo najivunia kwa mama yangu mzazi kunisimamia na kuhakikisha nasonga mbele. Hakukata tamaa, kila wakati alihitaji niendelee kusoma. Kila wakati alitumia mbinu zozote kuzungumza na watu ambao waliweza kunisaidia mpaka hapa nilipofikia. Na kwa hiyo leo niko hapa kijijini, lakini safari yangu hii nimekuja kwa lengo maalum la pia kuwatia moyo wadogo zangu, vijana wenzangu ambao wako shule ya sekondari ambako mimi nimehitimu. Mtazamaji na msikilizaji, kumbuka makala hii tunaipata kwa hisani ya Profesa Placidius Mwemezi Ndibalema, na hapa tunakuacha na kipande kidogo cha simulizi kuhusu alichosimuliwa na mababu zake miaka iliyopita kuhusu msitu wa Minziro. Tulikuwa tunasimuliwa hadithi mbalimbali na wazazi wetu, bibi zetu. Katika hadithi moja hapo ambayo naikumbuka ni uwepo wa nyoka mkubwa anayeitwa Bamba Lukua. Nakumbuka hilo jina, tulikuwa tunaambiwa bana, huyu nyoka Bamba Lukua anaishi katika milima ya Minziro, lakini saa nyingine anaweza akapatikana katika misitu ya Minziro. Lakini kimsingi hatujawahi kufanya tafiti kuthibitisha kwamba uwepo wa nyoka huyo. Huyo nyoka alikuwa anatajwa kwamba ana vichwa 7. Ukimuona ni tishio. Na kwa hiyo katika makuzi yetu tulikuwa tunasimuliwa bana, siku ukitembea huko msituni uwe makini sana,
kuna nyoka fulani anaitwa Bamba Lukua, utakutana naye na vichwa 7, lakini katika makuzi yangu, katika upitaji wa huu msitu, katika kuchanja kuni, katika safari zangu za kupita hapa kutoka Minziro kwenda Bunazi, niseme ukweli tu sijawahi kukutana nao. Lakini ni fursa. Ni fursa sasa sisi kwetu, sisi kama wasomi tuna fursa ya kuendelea kufanya tafiti, kujua hizi tunao wanahistoria wengi wabobevu katika historia. Hizi ni fursa za sisi watafiti kuja kuzungumza na wazee, kuja kuzungumza na watu kupata hizi historia, lakini sisi watu wa jiografia, watu wa mambo ya kale kuja kuingia katika hii misitu na kutafiti hayo mambo. Je, hapo yanatufundisha nini? Yanatupa funzo gani? Lakini pengine hizo historia zilikuwepo za babu zetu, je, tunaziendeleza? Watoto wa sasa hivi, wa kizazi cha sasa hivi wanazijua? Kwa hiyo tunahitaji kuzijua. Labda pengine ndo zilitusaidia pia hata kutujengea umahiri au kutujengea uwezo wa kuweza kupambana na maisha ambayo tunapambana nayo kwa sasa hivi. Labda msingi wetu ulikuwa kwenye hizo hadithi ambazo kwa tunasimuliwa jambo fulani, kuna paka mkubwa ambaye yuko namna hii, ukiingia msituni ukafanya jambo fulani utapata hili. Na hiyo tulikuwa tunaangalia hiyo miiko. Hiyo miiko itaendelea kuwepo na tuendelee kuidumisha. Tuendelee kutafuta hizo historia, tuzijue, tuendelee kudumisha hiyo miiko ili tusaidie kuendelea kutunza rasilimali zetu kama tunavyoona. Msitu wa Minziro. Huu msitu nina historia nao kubwa sana. Hapa ni mwanzoni mwa msitu, lakini ng'ambo ya kule ndo Minziro, lakini huku tulikotoka ni eneo la Bunazi, takriban kilomita 30. Huu msitu nina historia nao kubwa sana, kama nilivyokwisha zungumza kwamba zamani wakati nafanya ujasiriamali mdogo mdogo, kama nilivyokwisha waambia, mimi nilikuwa mjasiriamali wa kuuza nyanya, kuuza dagaa, kuuza samaki. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa njia yangu ya kutoka Minziro kuelekea Bunazi, kuelekea Gulioni kwenda kununua bidhaa kuja kuuza katika gulio la Minziro. Enzi hizo miaka takriban 25 iliyopita, 30 iliyopita, nilikuwa napita hapa na baisikeli. Usafiri wangu mkuu ulikuwa ni baisikeli. Kwa hiyo msitu ni mrefu kama tunavyouona, ni mkubwa, lakini enzi hizo ulikuwa umetanda, una giza nene, ikifika jioni ni giza tupu. Lakini tunashukuru kwamba kwa sasa miundombinu angalau inaonekana ni mizuri, inapitika, unaweza ukapita na gari kwa uzuri, lakini zamani lazima upenye upite na baisikeli vizuri, uweze kupitisha mzigo wako kupeleka ng'ambo. Kwa hiyo tunaweza kwa kifupi naweza nikazungumza na tunaweza tukaendelea kuishukuru serikali yetu kwa kuendelea kuboresha miundombinu. Sasa hivi tuna barabara nzuri inapitika, hata kama sio kiwango cha lami, lakini inapitika bila tatizo lolote. Msitu umefyekwa, zimepita nguzo za umeme, ambacho zamani ilikuwa ni historia, hapakuwa na nguzo za umeme. Kijijini kwetu ilikuwa ni giza, ikifika jioni ni giza tupu, lakini sasa hivi panawaka. Kama tunavyoona msitu ni mzuri, unapendeza, ni mandhari nzuri. Lakini historia nyingine iliyokuwa nayo hii, wakati wa siku za Jumamosi, nilikuwa ni kazi yangu kubwa ni kuja kuchanja kuni humu. Kwa ujasiri mkubwa, naendesha baisikeli, natoka nyumbani, nakuja nachanja kuni, nafunga mzigo, napeleka nyumbani kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Ndugu mtangazaji, hayo kwa kifupi ndio historia kidogo ya juu yangu na huu msitu wa Minziro. Tunajua mara nyingi msitu unatisha. Msitu aina yoyote, uwe ni wa kupandwa au uoto wa asili, ni wa kutisha. Ulipokuwa unaofikiria sana msitu wa Minziro ukiwa mdogo, kitu gani ambacho ulikuwa unahisi kwamba kinakutisha sana unapofika kwenye msitu huo? Unatoka nyumbani, aidha unaenda Bunazi au unatoka Bunazi unarudi nyumbani? Ndugu mtangazaji, kusema kweli, sisi tumejengwa au tumekuzwa katika ujasiri, katika makuzi ya kijasiri. Kimsingi tulipokuwa tunakuja msituni, unakuja peke yako, unapaki baisikeli yako, unakamata shoka, unakamata panga, unaingia msituni, unachanja kuni. Lakini hofu kubwa ambayo tulikuwa nayo, na mimi binafsi ambayo nilikuwa nayo, ni kukutana na wanyama. Ni kukutana na wanyama wakali. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka nimefanya kazi nyingi msituni, nimechanja kuni za kutosha, sijawahi kukutana na hofu kubwa ya kukutana na mnyama moja kwa moja, ingawa zilikuwepo hadithi nyingi kwamba ukienda eneo fulani utakutana na simba, utakutana na tembo, utakutana na nyati. Lakini mimi binafsi mara nyingi tulikuwa tunakutana na nyani, ambao nyani kwa binadamu ni marafiki zetu, sio tishio kwetu.
Lakini sasa hivi nikizungumza katika maisha ya sasa hivi kwamba zamani sikuwa na hofu, lakini sasa hivi nikija saa nyingine naweza nikawa na hofu. Unakuta katika maisha ya sasa hivi binadamu wamebadilika. Ukikutana na binadamu hapa katikati ya msitu utajenga hofu. Lakini zamani nilikuwa naweza nikapita hata saa 2 usiku, nilikuwa naweza nikapita saa 4 usiku. Labda nikukumbushe ndugu mtangazaji, kuna siku tulikuwa na tukio moja Bunazi. Hilo tukio lilikuwa kubwa la Mheshimiwa Benjamin Mkapa kuja kuhutubia pale wilayani. Kimsingi tulipita hapa saa 5 usiku kwa mguu. Nilitembea na wenzangu kutoka Minziro kwenda Bunazi kwenda kushuhudia ujio wa Rais Benjamin Mkapa. Lakini bahati mbaya tumefika pale saa 6 usiku Bunazi, tumekaa pale uwanjani. Kesho yake Benjamin Mkapa amekuja, hata bahati mbaya hatukuweza kumuona kutokana na umati mkubwa uliokuwepo pale. Lakini baada ya kupita pale, basi tulirudi tukapita kwa mguu masaa ya kutosha, tukarudi nyumbani bila hofu kabisa, kwa sababu enzi hizo hapakuwa na matukio ya kutisha, hapakuwepo na matukio ya kudhuru afya za watu. Na huo ndo mwisho wa makala yetu fupi kuhusu Profesa Ndibalema iliyoandaliwa na Ananias Kalula. Endelea kutufuatilia.